Wimbo unasema shikilia imani mpaka mwisho. Shikilia imani mpaka mwisho. Awali yote naomba nisome kitabu cha Ibrania sura 11 na mstari wa kwanza. Katika andiko ambalo ni maarufu. Ibrania sura ya 11 na ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Ibrania sura 11 mstari wa kwanza kumetolewa tafsiri ya imani. Anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Anasema imani ni kuwa na uhakika au ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Yaani kuna mambo yanakuja, mambo ambayo yanakuja mbeleni. Sasa kuwa na uhakika nayo, Biblia ndio inatafsiri kama ni imani. Anasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bayana maana yake ni kitu ambacho kiko wazi. Ni wazi wa mambo yasiyoonekana. Sasa leo tunaenda kujifunza umuhimu wa kuishikilia imani mpaka mwisho. Kwa sababu mara nyingi sana sisi wa Kristo tunakuwa tuna imani ya kuanzia, lakini imani ya kumalizia hatuna. Tunakuwa tuna imani ya kuanzia nzuri, lakini ya kumalizia hatuna. Pasipo kujua au kuelewa kwamba ukiwa na imani ya kuanzia ukakosa imani ya kumalizia, unaweza usikamilishe kile ambacho unakitaka. Na shetani anapiga sana vita imani zetu, sio wakati wa kuanza, bali wakati wa kumaliza. Maana yake ni kwamba tumekuja hapa kanisani. Unaweza ukapokea nguvu, imani yako ikaongezeka. Lakini imani ulionayo leo sio ambayo utakuwa nayo kesho wala kesho kutwa. Kwa sababu imani inawindwa. Shetani anachokiwinda kwa mtu ni imani. Tutaenda kuangalia leo kibiblia. Maana leo ukiwa na imani haimaanishi kesho utakuwa nayo katika kiwango hiki. Kesho inaweza ikaongezeka au ikapungua. Na mara nyingi sana imani za watu zinaenda kwa kupungua zaidi ya kuongezeka. Sasa kuna umuhimu sana kuishikilia imani ile ulioanza nayo, na siku zinavyozidi kwenda, muda unavyozidi kwenda mbele, ni vizuri ile imani ulionayo iongezeke kuliko ipungue, au ishikilie ile ile kiwango kile kile ambacho ulianza nayo mpaka pale utakapomaliza. Lakini ukiishia hapa katikati, umeanza na imani kubwa ukamaliza na imani ndogo, huwezi kupokea kile kitu ambacho unakitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ni kama moto. Sasa hivi ukiwasha moto mkubwa, haimaanishi moto utaendelea kuwa hivyo hivyo kwa jinsi muda unavyozidi kwenda. Kuni zikiisha au chochote kile ambacho kinachochea ule moto kikiisha, ule moto unazima na unapotea kabisa. Na imani ni hivyo hivyo. Imani ni moto. Kwa kila wakati inapaswa iongezwe au iweke katika kile kiwango isipungue. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapitia mambo mengi ya kimaisha na kiroho vile vile. Ziko imani za aina mbili. Kuna imani ya msingi ambayo ni imani mama, lakini kuna imani ya asili ambayo ni kila mtu anaweza kaa nayo. Bwana na apewe sifa. Imani mama au imani ya msingi ni ile imani ambayo inahubiri habari za Yesu Kristo, kumwamini Yesu Kristo. Unapomwamini Bwana wetu Yesu Kristo, pale unaipokea imani ya msingi ambayo ndio muhimu. Pasipo hiyo huwezi kwenda kumuona Mungu. Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa unapomwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo, unapata uzima milele na hautapotea. Hiyo inaitwa imani ya msingi au imani mama. Ni muhimu sana kuwa nayo. Hiyo usipokuwa nayo hauwezi kwenda kumuona Mungu. Lakini kuna imani nyingine ambayo inajulikana kama imani ya asili. Imani ya asili ni ile ambayo kila mtu anaweza kuwa nayo, hata si muamini Yesu Kristo anaweza kuwa nayo. Hiyo ni imani ya kutarajia vitu vinavyokuja au kutarajia kitu ambacho kinaendelea sasa hivi na inatokea kama ilivyo. Hiyo mtu yote anaweza kuwa nayo. Na hii sio muhimu sana ukilinganisha na ile ya msingi. Ingawa pia ni muhimu Mkristo kuwa nayo, kwa sababu Mkristo mwenye imani ya msingi ni lazima pia atambatana na imani nyingine ya asili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa imani ambayo nataka leo tuzidi kuiangalia sana sio imani ya kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu tayari wengi tunayo. Ni imani ya asili, jinsi ya kuweza kuitumia na kuweza kuidumisha katika maisha yako au katika mahitaji yako kuletea matokeo. Amen. Ipo tofauti ya imani na ujasiri. Kuna tofauti ya imani na ujasiri. Hivi ni vitu viwili ambavyo Wakristo pia wakati mwingine tunashindwa kuvitofautisha. Unaweza ukawa una ujasiri lakini hauna imani. Au unaweza ukawa na ujasiri ukadhani ndio imani. Kumbe sio imani, ni ujasiri. Ujasiri ni ile hali ya kuweza kukabiliana na jambo pasipo hofu. Kumetokea
labda mnyama fulani pale, ametokea labda chui, unapata ujasiri wa kwenda kupambana naye. Hiyo sio imani, huo ni ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ujasiri hata wanyama nao. Simba ana ujasiri, wanyama wakale wakale wana ujasiri. Lakini imani ni kitu kingine. Imani ni kitu kingine. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yanayotarajiwa. Sio kuyaona mambo yanokuja. Kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Ni baada ya mambo yasionekana. Imani maana yake unakuwa na uhakika ya kwamba jambo fulani linalokuja litatokea. Lakini aishi tu hapo. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17, naomba nisome pale. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Nataka tuianze kuielewa imani inavyofanya kazi na imani ni nini. Warumi sura ya 10 mstari wa 17, Biblia inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Anapoizungumzia imani, anazungumzia imani ya Kikristo. Anasema chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ujasiri hauji kwa kusikia neno fulani. Unakuja tu, wanasema ni confidence. Ni hali ya kuweza kukabiliana na jambo fulani. Lakini imani haiji kwa namna hiyo. Imani inakuja kwa kusikia, na kusikia sio kwa neno la mtu mwingine. Unaweza ukasikia kwa neno ni imani, lakini sio imani ambayo inazungumziwa hapa. Imani inayozungumziwa hapa ni ile inayokuja kwa kusikia neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka leo nikuonyeshe au nikuonyeshe katika maandiko jinsi gani imani inafanya kazi. Katika Biblia, Mtume Petro wakati anakutana na Bwana wetu Yesu Kristo, au niseme Bwana Yesu wakati anaenda kumuita Mtume Petro, alimkuta anavua samaki. Alikuwa pamoja na wenzake. Alikuwepo Petro, wakina Andrea, Yakobo na Yohana. Watu wanne walikuwa ni wavuvi ambao walikuwa wanajuana. Kwa sababu wanafunzi wengi wa Bwana Yesu walikuwa wanajuana. Wengi walikuwa wanajuana. Sio watu ambao walikuwa wajua. Ni wachache sana kwa fahamu, lakini wengi walikuwa wanajuana. Petro, Andrea, Yakobo na Yohana ni watu walikuwa wanajuana. Walikuwa wanaishi wakati sehemu moja Galilaya kule. Sasa Kristo wakati anaenda kuwaita, alimkuta Petro anavua. Pamoja na kina Yohana upande mwingine walikuwa wanavua samaki. Na Kristo alikuwa anaenda kupita, alikuwa anaenda kuhubiri, alikuwa anapita kando kando ya bahari ya Galilaya. Bahari ya Galilaya iko kaskazini mwa Israeli. Sasa kipindi hicho ambacho Bwana Yesu anapita, akakuta hao wanavua samaki. Wakina Petro walikuwa wanavua samaki. Lakini muda ambao walikuwa wanavua samaki hawakupata chochote, na ilishafika asubuhi. Wavuvi wengi wanavuaga usiku. Asubuhi wako pale wanatengeneza nyavu zao. Kristo akawa anapita kule pwani. Akaona vyombo viwili vimewekwa pale, zile boti za wavuvi, akaziona zimewekwa pale vile. Akamfuata Petro akamwambia, naomba nitumie chombo. Akaenda katika Bwana Yesu akaenda katika mojawapo chombo kilikuwa cha Petro. Akaanza kuhubiria makutano. Watu wakapokea neno. Baada hapo Kristo akamgeukia Petro. Akamwambia akashushe nyavu. Petro akamwambia, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha hujapata kitu. Lakini Petro akasema, kwa neno lako tutaenda kushusha nyavu. Sasa hapa ndio ujumbe ambao nataka tuangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome habari alafu tutachambua kidogo kidogo tuweze kuelewa. Naomba tusifungue kitabu kile cha Luka sura ya 5 na ule mstari wa 3. Luka sura ya 5 na ule mstari wa 3. Mstari wa kwanza anasema hivi: ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Ziwa la Genesareti ndio ziwa la Galilaya. Hiyo ni jina lingine la ziwa la Galilaya. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni. Akamtaka kipeleke mbali kidogo na pwani, akaketi. Akafundisha makutano ali chomboni. Kulikuwa kuna ufunuo kwa nini atumie chombo cha Petro. Kwa nini hajakaa tu pembeni na akaingia kwenye chombo? Kulikuwa kuna sababu. Hata alipokwisha kunena alimwambia Simoni, tuweka mpaka kilindini. Kilindini ni sehemu kwenye maji mengi. Mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha,
tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno. Nyavu zao zikaanza kukatika. Wakapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Tuishie tu hapo. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Petro alikuwa anavua usiku kucha hajapata chochote. Angetoka pale na kusema ngoja tukavua, angekuwa na ujasiri. Lakini angalia kitu gani kilichompeleka akavua samaki, ni neno la Kristo. Ile neno lilikuwa linasemaje? Tweka paka vilindini. Kwa hiyo Petro hakwenda kwa sababu ujasiri wake, hakwenda kwa sababu ya confidence yake aliyokuwa nayo, alikwenda kwa sababu ya lile neno. Kwa hiyo Warumi inaposema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, Petro alipata imani kwa sababu ya lile neno. Kwa hiyo hakwenda kwa maamuzi yake, hakwenda kwa hisia zake, hakwenda kwa ujasiri wake, alikwenda kwa neno la Kristo. Na wakati anaenda kule akili yake haikuwa inawaza kwamba naenda kule vilindini siji nitapata samaki. Yeye alikuwa anajua kwamba Bwana akasema niende vilindini. Alikuwa anajua kabisa Bwana akasema niende vilindini. Kwa hiyo naenda kule, nikipata nisipopata sio mimi nitakaibika, ataibika yeye aliyeniambia. Kwa hiyo imani ya Petro haikuwa katika ujanja wake, haikuwa katika utashi wake, ilikuwa katika lile neno alilolisikia, tuweka paka vilindini. Kwa hiyo wakati anaenda kule, labda angekosa, tunashumu, ingawa isingekuwa hivyo. Angerudi, watu wangemcheka, wangemwambia Bwana sio mimi na anayepaswa kuibika ni yule aliyeniambia. Kwa mimi nimeenda kwa lile neno. Na ndio hapa Warumi anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo imani chanzo chake ni kusikia. Lile neno unalolisikia linakupa uhakika wa mambo yatarajiwayo. Neno kutoka kwa nani? Kwake yeye Yesu Kristo. Kwa neno la Kristo, kwa sababu Petro alijua neno la huyu mtu linaweza likawa sio la kufeli, maana yake alishindwa. Kwa aliishi kwa neno la Kristo. Hiyo ndio imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wakati anaenda na imani hakukata tamaa katikati. Moto ulipoanza pale alipoamini, ulikuwa hivyo hivyo alipofika maili moja mbele. Ilikuwa huo alipofika maili 5 mbele. Alikuwa anaamini kwamba ninaenda kuvua samaki na nitapata. Laiti angefika katikati na kukata tamaa na kurudi huku na kusema yule bwana kaniambia Bwana niende kwanza, safari yangu hii ni ndefu kwanza, hata sioni dalili yote, na ni mchana leo. Sasa hivi ni mchana. Woga tunavua samaki usiku, sasa hivi ni mchana. Akaishia katikati na hakika kabisa asingepata chochote. Lakini Petro alishikilia imani, akasema mimi naenda na hili neno. Yeye kaniambia nitoke paka vilindini. Haijalishi hapa katikati nitakutana na nini, mimi nitaenda vilindini. Na alipofika vilindini, akufika pale na kuanza kuwa na wasiwasi, akaanza kushusha nyavu. Akaangalia zile nyavu zake zilikuwa hazijakamilika kiasi gani, kwa sababu Biblia inatuambia walikuwa kule pwani wanaziosha nyavu. Maana zile nyavu tayari zilikuwa bado. Unajua kuosha nyavu kunapozungumziwa hapo sio kwenda kuzisafisha na maji, kwa sababu nyavu ziko kwenye maji, zisafishwe tena na maji. Kuosha kunapozungumziwa pale ni kwenda kushona nyavu. Kwa sababu zile nyavu zikitupwa kwenye maji, kule chini kuna viumbe vinapita kwa zinakatika zile nyavu. Kwa wanaporudi kule wanakuwa wanazishona upya. Kwa wakiwa katikati ya kushona hazijakamilika, anaambia mtu anamwambia rudini kule mkatoke vilindini. Safari inaanza kurudi tena kule. Petro anaondoka peke yake. Na hapa anaangalia anasema kwa neno lako mimi nitazishusha, sio tutazishusha. Ingawa alikuwa na wenzake wengi. Lakini anamwambia Bwana kwa neno lako mimi nitafanya nini? Nitazishusha nyavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuangalia imani ya Petro hapa. Anaanza kutoka na neno la Bwana. Anajua ile neno alishindwi litaleta matokeo. Anafika nalo kule, anashusha nyavu. Akinyanyua juu, alipopandisha juu nyavu akatoka na samaki wengi. Paka vile vyombo, aliporudi huko paka vile vyombo wakapungia washirika wao waje kuwasaidia. Wakajaza masamaki na masamaki. Paka vyombo vikawa vinakaribia kuzama. Wakarudi kule na samaki wengi. Petro alipofika pale, akarudi kwa Bwana. Alimkuta Bwana yuko pale pale. Akamwambia nenda zako, mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tuangalie imani jinsi inavyofanya kazi. Na pia vile vile sisi tuitumie pia katika mambo yetu. Usipojua jinsi ya kushikilia imani na kujua kwamba imani tabia yake ni kama moto, utafika kipindi utakata tamaa. Lakini imani inafanya kazi katika mwanzo na pia katika mwisho. Ukiishia katikati, imani yako itakuwa na
matokeo. Sasa angalia hapa Petro kafanya vizuri. Kalishikilia ile neno mpaka mwisho. Naomba tuangalie mahali pengine ambapo Petro alifanya makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali pengine ambapo alifanya makosa. Petro tayari alikuwa shajua kwamba neno la Kristo, imani kwenye neno la Kristo, alikuwa shalijua hilo. Lakini kuna mahali alifanya makosa. Tuone kwenye kitabu kile cha Petro cha Luka sura ile ya Mathayo samani sura 14 na mstari wa 22. Nitaanzia pale mstari wa 22 hadi ule mstari wa 33. Anasema mara akalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo. Wakati alipokuwa akiwaaga mkutano. Baada hapa kuaga mkutano, akalazimisha wapande kwenye maji waende mbele. Aliwalazimisha, hakutaka wenyewe. Yeye aliambia nendeni mimi nimalizane kuagana na mkutano. Mstari wa 23. Naye alipokwisha kuaga mkutano, alipanda mlimani Faraga kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwa huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari. Kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Zamu ya 4 tushajifunza hapo. Ni kuanzia saa 9 mpaka saa 12 usiku. Akaanza kupita. Manake ile jioni baada ya Bwana Yesu kuaga mkutano, alipanda mlimani kuomba. Akaanza kuomba kuanzia ule muda mpaka saa 9 usiku anaomba. Ilipofika karibia saa 9 hapo saa 10 akaanza kuwafuata kwenye maji. Akawa anatembea juu ya maji. Na hapa alipokuwa anatembea juu ya maji, wengi wote tukisoma tunatengeneza picha bahari ilikuwa imetulia, kwa hiyo anatembea juu ya maji. Ilikuwa ni tufani, ni ile bahari ile maji yanayopanda na kushuka. Ndio Kristo alikuwa anatembea juu ya hayo maji. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Unajua kivuli kinachozungumziwa hapo ni roho. Wanakuwa wanajua ni mzimu. Mara Yesu alinena akamwambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Sasa kivuli kinazungumza na yeye ni kukiamini. Mstari 28. Petro akajibu, Petro peke yake. Wengine wote waliogopa. Akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Petro anamlazimisha Bwana Yesu atoe neno ambalo atalishika, atatembea nalo. Kama alivyokipindi kile alipomwambia toka mpaka vilindeni. Mstari ule wa 29. Akasema njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Kwanza tuishie kwanza hapo. Tuelezee. Angalia Petro afanye kurupuki tu na kusema ngoja na mimi nifuate. Anajua kabisa kwa neno la huyu mtu. Kipindi kile aliniambia nitoke mpaka vilindeni nilipata samaki. Akiniambia tena neno lingine leo litatokea. Akamwambia kama ni wewe niambie nije. Bwana Yesu akamwambia neno moja tu, njoo. Petro akasema mimi naishi na hili neno. Akatoka akaanza kutembea juu ya maji. Akakanyaga ile sakafu ya bahari, akashangaa imekuwa ngumu. Azamu. Akapiga hatua ya pili. Wenzake wamekaa kule nyuma kwa sababu wenzake walikuwa wanajua ni kivuli kile. Hawezi kuongea na vivuli, hawezi kuongea na mapepo. Walikuwa wanajua tayari yule ni jini anatembea kule juu ya maji. Petro peke yake ndo akajua yule ni Yesu. Na akajua cha kuamini cha Yesu ni maneno yake tu. Kule imani chanzo chake ni kusikia na kusikia hoja kwa neno la Kristo. Akalisikia neno la mwambia njoo. Lile neno akaanza kutembea nalo. Akasema mimi naenda. Nikizama hili neno litakaoibika sio mimi. Nikienda kuzimu nitaenda kumhukumu huyu aliyeniambia nije alafu nimezama. Alipotoka kwa imani ile neno, Biblia inatuambia kuzama. Tuendelee mstari wa 30. Labda tuanze mstari wa 29. Anasema akasema njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Mstari wa 30. Lakini alipoona upepo, hebu sema lakini alipoona upepo, akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema Bwana niokoe. Yaani kashatoka, anatembea juu ya maji. Anatembea juu ya maji. Alipoona upepo tu pale akaogopa. Akapiga yowe, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni upepo ulikoma. Nao walikuwa ndani ya chombo wakamsikia akisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa angalia huyu Petro. Alikuwa na imani ya kuanzia, lakini hakuwa na imani ya kumaliza.
Alianza vizuri na imani ya kwamba nalishika ile neno la Kristo. Hebu ngoja nitoke nitembee juu ya maji. Akaanza kutembea labda pengine Bwana alikuwa yuko pale barabarani pale. Akaanza kutembea, maji yanaanza kupanda na kushuka. Baadaye alipoona upepo, Biblia inasema akaogopa. Alipoogopa tu pale pale akaanza kuzama. Alipoanza kuzama akapiga yowe, akamwambia Bwana nisaidie. Bwana akaja kumsaidia. Lakini kilichomwangusha Petro nini? Ni kile Bwana Yesu alichosema hapo mbele kwamba kwa nini uliona shaka wewe mwenye imani haba? Maana yake ilikuwa haba. Sio kwamba alikuwa ana imani, alikuwa ana imani lakini ni haba, haitoshi. Maana ya haba maana yake ni kitu kisichotosha, sio kwamba kipo kabisa. Kwa alikuwa na imani lakini imani yake ilikuwa ni haba. Kwa hivyo akaanza kuzama kwa sababu ya kukosa imani ya kumalizia. Kwa aliacha kuliamini ile neno aliloambiwa njoo, akaanza kuangalia mazingira yanayomzunguka. Imani yake ikashuka. Na mwisho wa kushuka imani yake ni kuzama. Hali kadhalika na leo ni hivyo hivyo pia. Wengi tunao imani ya kuanzia katika jambo, lakini hatuna imani ya kumalizia. Nakwambia ukweli, hata kama ukiwa na ugonjwa au una tatizo lolote katika mwili, katika maisha, usipokuwa na imani ya kumalizia, ile tatizo haliondoki. Bwana Yesu asifiwe sana. Au linaweza likakurudia ile tatizo usipokuwa na imani ya kumalizia, kwa sababu imani ni kama moto, inawashwa na inazimwa. Sasa leo tutaenda kuangalia jinsi ya kuifanya imani yako ibaki vile vile au iongezeke. Ndio maana tuko mahali hapa tunajifunza, tuko darasani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii itakusaidia kabisa mahali popote au sehemu yote au njia yote unayoendea katika maisha yako. Itakusaidia kabisa usipitie hali yoyote ya kuanguka chini. Ndio maana Biblia inatufundisha katika mifano. Mfano wa kwanza, Petro aliweza kufaulu, alienda na neno lile mpaka vilindini, akarudi na samaki. Lakini mfano wa pili, Petro alishindwa, alitoka kule baharini, na uzuri ni bahari ile ile. Sio bahari mbili tofauti, ni ile ile. Ya kwanza alienda vilindini, akarudi na samaki. Ya pili anatembea juu ya maji, anashindwa na feli. Na kati pale angepaswa amalize, afike kwa Bwana, aongee pale, amkumbatie Bwana, waongee, warudi kwenye boti pale vile. Alafu hiyo mfano kupigwa paka leo kwa Petro. Lakini imani yake ilishia katikati baharini kule, hakumaliza safari yake. Kwa nini? Shetani alijua jinsi gani ya kuweza kumwangusha mtu. Alijua namna kuinda imani yake. Alijua huu cha kuinda tu ni imani yake ile. Nikishaunda imani yake basi anazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikishaunda tu imani yake nikipiga, hawezi kupata kile anachokitaka. Ataishia kuhangaika, ataishia kuzama, na ndicho shetani anachokifanya. Anataka watu waanze na imani, alafu wasimalize na imani. Kwa sababu Petro alipoanza na imani alianza vizuri, imani akaikatisha katikati ya bahari. Ni afadhali asingeanza kwa sababu alikuwa anaenda kufa kama Yesu asingekuwa pale. Na Kristo leo na shetani leo ogopi kuanza kwa imani kwa sababu anasema mwache waanze kwa imani vizuri. Alafu kuna mahali atafika katikati ya bahari, pale anaenda kumchinja bahari. Na ipige imani yake, anazama chini kama jiwe. Kwa ufupi, Petro alikuwa katika hali mbaya kuliko hata wale ambao kutoka kabisa kwenye maji. Kwa sababu alianza na imani, alafu akafika kule. Na Kristo alipomuona, hakumsifia Petro, kumwambia ile yako hata ujitahidi kufika hapo. Pale alimwambia, kwa nini uliona shaka wewe mwenye imani hapa? Alimkemea pale Petro. Hakusifia kabisa. Pale aliambia kwa nini ule akurudi kwenye chombo kule Bwana Yesu na kwanza kuambia nyingine mbona mkuja? Alidili na huyo ambaye tayari alikuwa ashaanza tendo la imani, alafu imani yake ikafia katikati. Alikuwa ashaanza kwenda vizuri, alafu anafika katikati anakata moto. Huyo ndio mtu ambaye pia anamhuzunisha Kristo kuliko yule ambaye ataanza tendo lolote la imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho hapa tunachojifunza hapa. Sasa ni mambo gani ambayo yanakata imani ya mtu na kusababisha asipokee kile kitu ambacho tayari Mungu alikuwa ashamwambia? Bwana amekwambia njoo huku. Bwana ameshakwambia utapokea kitu fulani. Utafanya kitu fulani. Vitu ambavyo vinakata imani na kusababisha usipokee. Leo tutaenda kuviangalia ni vitu kama vitatu au vinne. Cha kwanza ambacho kinazima moto imani. Cha kwanza kabisa kinachozima moto imani, nisikilize kwa makini, ni woga na mashaka. Ni woga na mashaka. Mtu wa Mungu jifunze sana hicho. Usiwe muoga. Hebu sema mimi sio muoga. Kabisa. Ukianza kuwa muoga tu, hapo tayari imani yako ina katika. Petro alianzaje? Alianza vizuri, lakini alipoona upepo, alipoona misukosuko, hofu ikaingia, imani ikaenda chini. Imani ilipoenda chini, matokeo yake ni kuzama. Ni hivyo pia katika safari zetu hizi za imani na mapambano tulionayo ya kimaisha na kiroho, sio tu kiroho, hata kimaisha. Usio mwoga wa misukosuko. Usio mwoga wa mambo yanayovurugika. Lishikilie neno la Mungu tu.
Hilo tu ndio litakao kuokoa. Petro angeshikilia ile neno njoo mpaka mwisho, akaziba masikio yake, akafumba na macho yake kuangalia kule. Hata angemwona Kristo pale angesema ngoja sasa nifunge macho nitembee, afu baadaye nifungue kidogo kidogo, watu 10 nifungue nikimsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipofungua macho yake, badala muangalie Kristo na maneno yake, anaanza kuangalia mashariki, upepo wa mbisho unapokuja kule, maji yanapopanda na kushuka. Sio aliona papa, akaogopa kidogo kidogo, mguu akaanza kuona mguu unaanza kuingia chini, na baada hapo hakunaga tena msaada tena kusema imani nipandishe tena ipande juu, hakuna. Kristo alikuja akamshika mkono kwa sababu alikuwa kweli anazama. Kristo kufanya muujiza wa kwamba ile imani yake ipande tena, anakuja kumwokoa sababu tayari ni kashafeli. Kwa kitu cha kwanza ambacho kinaua imani au kinazima moto imani ya kumalizia, achana na imani ya kuanza. Sasa hivi unaweza kutoka na imani hapa sasa hivi hapa, umepata moto kuliko ile hapa, alafu unaenda kesho na kesho kutu umerudi vile vile, ni hofu, mashaka na wasiwasi. Unatoka hapa unakutana na watu wanakutesa, unatoka hapa unakutana na watu wanakusema vibaya, unatoka hapa unakutana na watu wanakuumiza moyo, unatoka hapa unakutana na watu wanakukatisha tamaa. So wakati huo sasa wa kuanza kuogopa, unatishiwa kutatokea hiki, unatishiwa utatoka kile. Sauti unazosikia kutoka kwa watu au sauti unazosikia wewe mwenyewe kutoka ndani yako zinazojitengeneza. Hizo sauti zinazojitengeneza ndani yako za kukuletea uoga, zikatae. Fumba macho yako, wewe lishike tu neno la Mungu tosha, hilo litakusaidia. Biblia inasema kwamba hatutakutana na misukosuko. Petro hakuidia kwamba njoo kwamba misukosuko ndio itatulia, bali itatulia. Aliambiwa njoo katikati ya misukosuko, akawa anapita katikati ya misukosuko. Alipoona ile misukosuko, mashaka kaanza kuingia, hofu ikaanza kuingia. Pale pale imani yake ikaanza kushuka chini, akaanza kuzaa. Kwa hiyo hichi ni kitu cha kwanza sana cha kujadhari mtu wa Mungu. Epuka hofu, uoga. Unatishiwa, unataka kufanya jambo fulani unaogopa. Unataka kufanya tendo fulani unaogopa, itakuaje? Kuna nini kitanifuata? Huyu mtu aliyeko mbele yangu atanifanya nini endapo nikiendelea na hii njia? Petro akaanza kufikiri ile wimbi likija sasa likinipiga, itakuaje sinitazama? Kristo bado yuko mbali. Na hiyo unaona ahadi ile kule. Unaona ahadi ile kule. Hapa katikati inakuja misukosuko ya watu, mapepo, mandoto, mavitu yote ajabu ajabu. Unakata tamaa. Kumbe ni shetani anakuinda ili akupige. Ushikaribia ahadi yako, lakini hapa katikati unawindwa. Sasa utajiuliza mbona sasa ili jambo litokee? Mbona nilikuwa na imani? Ulikuwa na imani ya kuanzia, ya kumalizia uko nayo. Kwa umepigwa, umeshambuliwa. Ukishapigwa imani yako, huwezi kupata kile unachokitaka. Eneo lolote la maisha, leo la kihuduma, leo la kimwili, leo katika kazi, leo katika elimu, popote pale. Ukishapigwa imani yako, basi pale pale huwezi kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakikisha hichi kitu unakizuia sana. Jifunze sana masomo yanayohusiana na hofu na uoga. Uyaelewe, uweze kushindana na hofu na uoga, ushinde. Wasiwasi, mashaka, itakuwaje kesho? Nikiendelea hivi kesho yangu itakuwaje? Mambo yataendaje? Watoto watakuwaje? Wazazi watakuwaje? Mimi mwenyewe nitaishije? Nitakaaje? Ukishaanza kuwa na hivyo vigezo, hivyo vitu vinakaa mbele yako, vinakuja mbele yako, jua tu ni lazima hauwezi kufika kule unakotakiwa kufika. Bwana Yesu nasifiwe sana. Mathayo sura 8 mstari wa 23. Turudi tu sura 2 nyuma. Mathayo sura 8 mstari wa 23. Leo bado tuko huko baharini huko. Bado tuko huko baharini huko. Tuanze mstari wa 18. Mathayo sura ya 8 mstari wa 18 pale. Bado tuko huko baharini leo. Naomba nianze mstari wa 23 ili tukue muda kidogo. Mstari wa 23 hapo Mathayo 8:23. Anasema akapanda chomboni, wanafunzi wakamfuata. Kukaa msukosuko mkuu baharini. Huko tena ni wapi? Baharini. Hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha, akisema, "Bwana, tuokoe, tunaangamia." Umeona? Hapa sasa ile ilikuwa Petro alikuwa ni nje ya chombo, sasa hii ni ndani ya chombo, misukosuko ipo na Kristo yupo ndani. Akamwambia, "Mbona mmekuwa waoga? Mbona mmekuwa waoga? Enyi wa imani haba?" Mara kaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, "Huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari zamtii?" Unajua tukio lilikuwaje? Wameenda na Kristo, wako na Kristo chomboni.
Kristo alikuwa amelala, sehemu nyingine kwa anasema alikuwa amelala kwenye sheti kule chini. Kalala vizuri kwenye chombo. Katikati ya bahari kukaanza kutokea misukosuko. Waheshimiwa wakaanza kujaribu kuokoa kile chombo. Wakawa wanapiga makasia, wanatoa maji pengine anaingia kule, wakaona sasa hali inaenda kuwa mbaya. Wakarudi kule chini, wakaenda kumfuata mkuu uzima, alikuwa amelala kule. Wakapiga kelele, wakamwendea wakamsha akisema, "Bwana tuokoe, tunaangamia." Kristo alipotoka kule, akaanza kuambia, kuwasifia. Jambo la kwanza akamwambia, "Bwana mmekuwa oga, alafu enyi imani haba." Naamini kabisa Kristo alilala makusudi kule chini, alikuwa anasikia upepo na hakutoka. Bwana Yesu nasikia sana. Naamini hicho. Alikuwa anasikia upepo na alikuwa anakuwa kule chini na akawa anaacha makusudi waangaike huko juu mpaka alipokuja kumwamsha. Kwa nini Kristo akaambiwa na imani haba? Wanaenda kumwambia Kristo tunaangamia. Kristo yuko katikati yao. Na leo hiyo Kristo, anaye Kristo ndani yake, alafu anaanza kulalamika, anaangamia. Bwana Yesu nasikia sana. Badala kuwa na matendo imani, kusimama kukemea upepo na kuendelea mbele, wanaogopa mazingira nje wakati wanao Kristo ndani. Hivi ushawahi kutafakari mfano? Hii boti ingezama kweli? Hata kama wale watu wangekaa, wasingeomba chochote ingezama. Kristo, yani watu wako na Kristo, boti zame, yani Kristo azame kwenye boti. Labda kama ungekuwa yenyewe, ile boti ingezama. Lakini Kristo yuko ndani ya boti zame. Yani wale watu watasingepiga kelele, ile boti isingezama. Kwa sababu haiwezekani Kristo azame. Kwa akamwambia, "Mbona mmekuwa oga? Mko na mimi mnaogopa nini? Mnaogopa mtazama? Mko na mimi mnaogopa mtazama? Mmekuwa waoga. Mmekuwa oga." Akasimama, akaukemea upepo. Saa ile bahari katulia kimya. Hofu. Unaye Kristo ndani ya moyo wako lakini una hofu. Inapunguza imani, inakata imani. Bwana Yesu nasikia sana. Na kuna kipindi Kristo anakaa kimya hivyo hivyo katika maisha ya watu. Hivyo hivyo. Anakaa kimya hivyo hivyo. Utaomba, unaona dry, pakame. Unafunga lakini unaona pakame. Unakuwa sengine unajaribu kumtafuta Mungu, unakuwa kama muone Mungu. Kristo yupo ndani yako. Kalala lakini yuko macho. Anaangalia misukosuko unayopitia. Ni jinsi gani unavyoweza kupambana na hiyo misukosuko. Imani yako, kiwango chako cha imani kinategemea wewe kuweza kuvuka ile eneo. Hawa watu wanaanza kuogopa. Bala wakaijua pambane ukemea ule upepo. Waseme upepo tulia kimya. Wanaanza kupambana, wanaogopa wataangamia. Alafu wanaenda kumlilia Kristo, anasema tuokoe tunaangamia. Mambo mengine tunaweza tukampelekea Bwana. Tukidhani tunasifiwa, tunaenda kutafuta msaada, kumbe tunaenda kutafuta kushtumiwa kama Petro. Anaenda kumwambia Bwana niokoe, kweli kapata msaada lakini ni shutuma. Baada pale na ndo mwenye imani hapa. Hawa na wenyewe pia wakasema kwenda kumlilia Bwana kule chini amelala. Ni eneo la kupata labda sifa fulani, kupata msaada. Ni kweli wanapata msaada, lakini Kristo anasifia, anaambia enyi imani hapa. Sasa nyingine anaambia nitakaa nanyi mpaka lini? Bwana Yesu nasikia sana. Imani. Imani. Kristo akiwa ndani yako, chombo chako kiwezi kuzama. Amen. Bwana Yesu nasikia sana. Haiwezi kuzama. Ni kupambana nayo misukosuko tukwenda mbele, hauwezi kuzama. Ukilishi ile neno, Petro angelishi ile neno njoo, pasipo kusikiliza vitu vingine, asingezama. Tu kitendo tu cha Yesu kukaa ndani ya chombo chao. Tazamaje Kristo azame kwenye chombo. Yaani ajali, Yesu apate ajali. Kisingezama. Kulikuwa mmoja kupiga kelele. Ni kupambana kuendelea mbele. Yaani ile ufuko fupi zile tufani zilikuwa zinakuja kule, ni kuangalia tu kama mchezo tu umeigiza tu, kuangalia kitu gani kitatokea. Ama chochote kingetokea. Kristo asingeweza kuzama kamwe. Kwa sababu yuko ndani ya chombo. Ungekuwa wenyewe afu Kristo yuko nje na ungesema Bwana tusaidie kule. Yuko ndani chombo kizama. Inawezekana. Imani. Bwana Yesu nasifiwe sana. Amen. Hilo liangalie sana mtu wa Mungu. Usipuuzie sana kuwa na imani ya kumalizia. Wala usifurahie sana kuwa na imani ya kuanzia. Furahi kuwa na imani ya kumalizia hata kuliko hata ile ya kuanzia. Ila ya kumalizia kubwa kuliko ile ya kuanzia. Moto wako wake katika hicho kipindi. Jambo la pili ambalo linaua imani au lazima imani ya mtu ni kujihukumu mno. Kujihukumu mno au kujiona ustahili, kujiona haufai. Ni kweli hatuwezi kwenda mbele za Mungu na kujiona tunafaa, tunastahili. Ni kweli hicho kitu. Lakini inapokuwa too much kiasi cha kwamba huelewi ufunuo wa damu ya Yesu,
utakosa ujasiri wa kufanya mambo yote. Imani yako itafungwa, hautaweza kwenda mbele. Ukianza kujihukumu, nafanya hiki, mimi ni huyu, mimi ni yule, mimi nafanya hivi, nakosea hiki, nakosea hivi, inapunguza kiwango chako cha imani na huwezi kuzalisha chochote. Kitabu cha Ibrania sura 4 mstari 16 anasema tukikaribia kiti cha neema. Ibrania 4:16 anasema basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Angalia hilo neno, wakati wa mahitaji. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Wengi hatuna ujasiri wa kukaribia kiti cha neema, kwa sababu una record ya vitu ambavyo vimeendelea au vinaendelea katika maisha yako. Unakuwa ni mtu wa kujiletea mashtaka sana. Unajishtaki wewe mwenyewe mbele za Mungu. Punguza kiwango chako cha kujishtaki mbele za Mungu. Kwa sababu huwezi hata kwa haki yako kusimama mbele za Mungu. Hakuna mtu yote kwa haki yake anaweza kusimama mbele za Mungu. Hakuna hata huyu mmoja. Hakuna mtu yote kwa haki yake anaweza kusimama mbele za Mungu. Hata kama unajiona ni mtakatifu kiasi gani, Mungu akiamua aanze kuhesabu makosa yako, utajiona ni takataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajiona haufai kabisa kabisa. Utajiona hufai. Ukianza kuletewa kabisa, Mungu akuchambue kabisa kuanzia hadi maisha yako, kwa dakika moja tu mawazo yanaendelea kwenye kichwa chako, ni uchafu mtupu. Kwa tunapoishi utakatifu sisi, ni sisi wenyewe tunajihakiki kupitia neno la Mungu. Tunaamini kwamba neno la Mungu limetuambia hivi, tuyafanye haya, tunaishi hivi. Lakini haki ya Mungu bado tunamwachia Bwana yeye azidi kutakasa. Kristo ndio vazi letu sisi. Kwa hiyo tunatakaswa tunapomwamini Yesu Kristo na kuishi utakatifu, tunamvaa Yesu Kristo. Kwa Mungu anatuangalia, akituangalia sisi anamuona Yesu ndani yetu. Kwa hiyo tunafunikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inapofika wakati ambapo unakuwa na imani ya kufanya jambo fulani, ukazidi sana kujiangalia wewe ulivyo na makosa yako na viwango vyako vya makosa ambavyo hata vingine uvichui, na kujishia hauwezi ukapata chochote, na hicho kitu kinaua imani katika kiwango kikubwa sana. Kipindi fulani kwenye Biblia Bwana Yesu alikuwa anakutana na watu wa makundi mbalimbali. Kulikuwa kuna makundi ya watu ambao wanamfuata Yesu na kuna makundi ya watu ambao hawamfuati Yesu. Sasa kulikuwa kuna makundi ya watu ambao wenyewe walikuwa wanakuja kwa Yesu kupata tu muujiza. Wanakuja tu kupata muujiza, wanaondoka. Hawa asilimia kubwa kitu kilichokuwa kinafanya wanapata muujiza ni kwa sababu walikuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakusomea baadhi ya mifano hapa, ili na sisi Wakristo pia tuweze kujifunza wakati mwingine kuweza kupokea muujiza kutoka kwa Bwana. Wakati Kristo anatembea na wanafunzi wake, walikuwa wanajaribu sana kujitakasa, na ni kweli walikuwa watakatifu. Walikuwa wako katika ranki za kimbinguni, walikuwa wanaenda kumuona Mungu. Lakini kiwango chao walipokuwa wanajiona sengine mbele ya Kristo kilipokuwa kinazidi sana, kiasi cha kwamba walikuwa wanajiona hawastahili na kila kitu pia, ilifika kipindi ujasiri wao unapungua kwa Mungu. Walikuwa wanakuja watu ambao ni kutoka mbali, ambao sio Wayahudi, sio watu wa mataifa, sio watu wanaomjua Mungu. Wakija wanakuja kwa ujasiri wote mbele za Mungu, kwa Yesu Kristo. Wanasema nikigusa tu vazi lake nitapona. Wale watu ambao walikuwa kienda kwa Yesu na kufika pale pasipo kujiangalia, wenyewe wanaangalia tu kwamba nikienda nikigusa vazi lake napokea ponyaji. Walikuwa wanapokea ponyaji. Walikuwa hawaendi kwa matendo yao, kwamba mimi ni mtu wa mataifa, mimi ni nani, mimi sijiko hapo. Naenda kwa ile tu kwamba nikigusa vazi lake napokea, na kweli walikuwa wanapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nyingine kuna akida moja, labda tumsome hapa. Nataka tuangalie, tujifunze Biblia, kwa sababu tukishajifunza Biblia tutakuwa tunaelewa vizuri. Kuna akida moja, naomba tu nitaje tu habari yake kwa sababu ya muda. Huyo akida alikuwa na mtumwa wake, alikuwa ni mgonjwa. Akida alikuwa ni Warumi. Warumi ni watu ambao walikuwa waabudu Mungu wa Israeli. Walikuwa waabudu kabisa Mungu wa Israeli. Akida walikuwa ni Warumi kabisa, ni maaskari. Huyu alimsikia Yesu mahali fulani anaponya, akatoka huko. Akaenda moja kwa moja, akamkuta Yesu amezungukwa na makutano wengi sana, wote wanahitaji uponyaji. Akaenda akamwambia, Bwana naomba unisaidie, mtumwa wangu anaumwa kule. Hakuwa Mwisraeli huyo. Yesu akamwambia nitakuja nimponye. Angalia ile neno, nitakuja nimponye, kwa sababu safari ni ndefu na watu wengi bado wananihitaji hapa. Ngoja nikishatoka pengine kwa huyu, mheshimiwa nitakuja kwako nimponye. Yule akida akasema, wewe ustahili kuingia chini ya dari yangu.
Kwa sababu na mimi nao askari chini yangu, nikimwambia unaenda, anaenda. Ufanye hivi, fanye hivi. Sasa wewe sema neno tu. Sema neno tu. Na mtumwa wangu kule atafanya nini? Atapona. Kristo aliposikia bila kumgeukia, akasema hata katika Israeli siona imani kubwa kama huyu. Kama hii siyeko na imani kubwa kama hii. Katika Israeli huyu alikuwa ni mtu wa mataifa ambaye hamwabudu Mungu wa Israeli, ambaye hafuati sheria za Israeli, ambaye ni askari, ni kiongozi, lakini anakuja kwa imani pasipo kuangalia chochote, anasema tusema neno, mtumwa wangu atapona. Bwana Yesu akamwambia hata katika Israeli siona imani kubwa kama hii. Kristo akamwambia nenda, mtumwa wako yuko salama. Akaamini lile neno tu akalichukua, akaenda kule ikawa vile vile kama alivyoamini. Lakini Kristo anasema katika Israeli siona imani kubwa kama hii. Na hapo Yesu anasema watatoka watu mashariki, magharibi, watakuja kuketi pamoja na Ibrahim. Watakuja kuketi pamoja na nani? Na Ibrahim. Imani. Pasipo kuangalia kasoro zake nyingi na kuzipeleka pale. Moja kwa moja ameenda kwa focus moja kwa moja kwamba mimi nataka uponyaji, sitaki kujua nini na nini, nataka tu nipone. Pale akapokea uponyaji. Lakini angeenda pale na kuanza kuongea mambo mengi, kuna hiki na kile, kuna hivi na hivi, naomba nifanye hivi na hivi. Angekuwa amefuata kanuni sawa, lakini pengine ingemchukua muda kupata kile kitu ambacho anafanya anakifuata. Na sisi Wakristo ndivyo hivyo. Unapoanza kuamini jambo, epuka sana kujihukumu. Epuka sana. Sijakwambia usijitakase, jitakase maisha yako kila siku. Lakini usihesabu mambo yako hayo na kuwapeleka mbele za Mungu, kasoro zako na kuzipeleka mbele za Mungu, itakuzuilia imani yako kupokea ile jambo. Ngoja nikupe mfano mwingine tena. Katika kitabu cha Marko sura 7 mstari wa 24. Biblia inasema hivi. Akaondoka huko Bwana Yesu, akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni. Tiro na Sidoni ilikuwa ni miji ya mataifa. Akaingia katika nyumba, akataka isijulikane na mtu, lakini hakuweza kusitirika. Ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu, alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Yunani. Unajua Yunani ni Wagiriki ambao walikuwa waabudu Mungu wa Israeli. Biblia inasema Wayahudi wanataka ishara, lakini Wayunani wanataka hekima. Walikuwa ni watu ambao hawaabudu Mungu wa Israeli. Ndio kule ambako Paulo alikuta miungu, wanaabudu miungu, ndio kule. Huyu mwanamke alikuwa ni Yunani, hakuwa Mwisraeli. Lakini angalia mwanamke, kabila yake ni Msirofonike. Akamwomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kutoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Umeona mwanamke? Anaambiwa ni mbwa. Manake yeye ni najis. Hapaswi kupokea baraka za watoto watakatifu. Watoto ni watu watakatifu. Hapaswi kupokea hizo baraka. Mtu wa mataifa, umjue hata Mungu, muamini Mungu wa kweli, bado unataka baraka za Mungu. Hakuna. Kristo alimwambia wazi kabisa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Angalia mwanamke, anakubali yeye sio mtu msafi. Anakubali yeye ni najis. Lakini bado katika unajisi wake anajua kuna kitu ataweza kukipokea. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, angalia Yesu anasema, sio kwa sababu utakatifu wako, sio kwa sababu ya usafi wako. Kwa sababu ya neno hilo, enenda zako, pepo amemtoka binti yako. Akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani na yule pepo amekwisha kumtoka. Ni kweli mwanamke anaweza asende mbinguni. Huyo hapo. Akatoka pale akaendelea na nyumba yake. Lakini kwenye swala la kutolewa pepo mtoto wake, kafaulu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Anaweza kaendelea na mambo yake hayo, pengine aliendelea na uchawi wake na uganga wake. Lakini kwa neno hili, Kristo anasema tu kwa neno hilo tu umestahili kupokea hicho kitu. Mambo mengine hatuzungumzi wokovu, hatuzungumzi sababu wewe ni mtu wa mataifa. Utaendelea kuomba hivyo hivyo. Usipotubu na kuniamini utaenda kuzimu. Lakini kwa hilo ulioniamini, uliolisema na kulisema, binti yako imepona. Sahihi. Kwa angalia imani saa nyingine yaangalie kiwango chako cha matendo, kiwango chako cha usafi na utakatifu. Inaangalia jinsi unavyoamini kile ambacho kinasemwa na ule ambaye anaisema ni nani. Kwa maana ukichukua lile neno na kulifanya kama lilivyo, inakuwa hivyo. Ndio maana Kristo kesema alikuwa akienda kwa kuta tunaambia imani yako imekuponya. 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 Walikuwa wanaenda wanafunguliwa. Wote waliofunguliwa hakuna hata mmoja aliyemwona Pentecost. Wote walikuwa wanaponywa kwa imani zao tu. Wanaenda wanaponywa kwa imani zao, lakini wanapokea.
Ndio leo utaona hata Kristo wengi ambao watu ambao sio Wakristo hawasio watakatifu wanapokea. Kwa nini? Wanaenda kwa imani. Atakuwa na mambo yake anaenda anapokea. Ashafika pale hana habari ya kwenda kuanza kujiangalia ni nani sana kujihukumu sana. Anaenda kwa neno moja, naamini kwamba nitapokea, anapokea. Anapokea. Kwa sababu Mungu anatoa. Yote atakayeamini anafanya. Yote anafanyia nani? Imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango chako cha kuamini ili imani yako isiweze kuzima. Uwe na imani nzuri ya kumalizia. Epuka sana kujihukumu na kujiangalia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Epuka hicho kitu. Ukikifanya hicho kitu sana katika maisha yako, itakuzuilia kiwango chako cha kupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni jambo la pili linalozima imani. Jambo la tatu ambalo lazima imani, alafu nitamalizia la 4 kisha tutaanza kuomba. Ni kukata tamaa. Kukata tamaa. Ukikata tamaa katika chochote kile ambacho Mungu ameshakwambia utakipata au unaamini neno la Mungu litakufanyia, hicho kitu hakitatokea. Ukiwa mtu wa kukata tamaa kirahisi, yani kuishiwa nguvu kirahisi, jifunze sana mtu wa Mungu usikate tamaa. Jifunze sana. Watu wa zamani katika Biblia hawana tofauti na sisi. Wakina Elia hawana tofauti na sisi. Na wenyewe pia walikuwa ni watu kama wanapitia changamoto tunazozipitia za maisha. Hizi mimi na wewe. Hawakuwa na kitu kingine special. Lakini kilichotofautisha na sisi nini? Kiwango chao cha kuvumilia kilikuwa kiko juu na wala sio cha kukata tamaa. Ukiwa na uwezo mkubwa wa kuvumilia katika chochote kile unachokifanya, pasipo kukata tamaa, hilo jambo litatokea katika maisha yako. Haijalishi litachukua muda kiasi gani. Kiwango chako cha kuvumilia pasipo kukata tamaa. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Esau. Tunajifunzaga mabaya kwa Esau, si ndio? Kwamba aliuza urithi wake mzaliwa kwanza. Lakini pia kuna vitu vya kujifunza kwa Esau. Pia kwa Esau. Kimoja wapo cha kujifunza kwa Esau ni hali yake ya kung'ang'ania jambo. Esau baada ya kupoteza nafasi yake mzaliwa kwanza, kumuzia ndugu yake Yakobo, alienda kudili na baba yake pale. Akamwambia, baba, nimekuandalia chakula kitamu, nibariki basi. Babake akamwambia, nani aliyekuja kabla yako? Na mimi nimeshambariki na atabarikiwa kwa kweli. Esau akalia kilio kikubwa pale. Akamwambia, bwana na babangu nakuomba na mimi nibariki. Babake akamwambia, sasa nitakubariki vipi na kama shambariki huyu? Akalia sana, Biblia inatuambia. Akalia, akamwambia, babangu na baraka mmoja tu. Akalia machozi. Kasoma kitabu cha Mwanzo. Sura 27 mstari wa 32 hadi 38. Akamwambia, baba, una baraka mmoja tu na wewe. Akamlilia babake, akamwambia, basi njoo. Akambariki na yeye pia. Esau alibarikiwa kwa mali ambazo kama ni mali zilikuwa zilikuwa zimempita hata Yakobo. Baraka alizozipokea pale. Alipoteza tu sehemu uzalio kwanza, lakini mali alibarikiwa kwa kiwango kikubwa. Unataka kujua hilo, angalia kipindi ambacho anarudi kutoka kwa Laban Yakobo. Alipotoka kwa Laban anampata ndugu yake Esau. Yakobo alikuwa anajua Esau kule yuko katika hali mbaya. Kwanza ana hasira, afu cha pili kashampokonya baraka zake zote. Lakini Biblia inatuambia kipindi ambacho Yakobo anatoka kwa Laban kwenda kukutana na Esau, tena akatenganisha paka makundi. Yakobo akatenganisha makundi. Akasema, ngoja za kundi la mke wangu na watoto wangu wakae huko nyuma, mimi niende. Ikitokea kaka yangu ananiua, basi wabaki salama. Akamembebea na mazadi mengi, makondoo na mambuzi. Anampelekea Esau. Imeshapita miaka mingi anampelekea Esau. Esau alipomwona Yakobo anakuja kule na msafara wake, Biblia inasema akamfuata, akamkumbatia, akambusu. Tayari Esau alikuwa ashapata faraja, Mungu ashampa faraja kama ni vitu. Yakobo anamwambia, basi nimekuletea zawadi kakaangu. Esau akamwambia, hao yote unaona mimi na utele huko. Tayari kama amebarikiwa. Lakini ilitoka nani? Alililia, akukata tamaa kiepesi. Ukiwa na tabia kukata tamaa kiepesi, hautaweza kupokea hicho kitu. Usikatishe tamaa na mtu, wala wewe mwenyewe usikatishe tamaa. Shikilia kile ulichonacho mpaka mwisho. Haijalishi unaona kuna hatari, yani unaonyesha kwamba mambo yameshafeli. Hajafeli. Ni shetani, ni mwongo tu. Bado wewe unaweza ukaendelea mbele na ukafanikiwa katika kile unachokitafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikate tamaa kabisa. Kataa hiyo roho kukata tamaa. Na jambo la mwisho, yako mengi ambayo yanazuia imani yako isiweze kukua. Ni kufanya mambo kuwa magumu. Usifanye mambo kuwa magumu katika swala la imani. Amini tu. Ndio maana Kristo sehemu nyingine anamwambia amini tu. Yaani kitendo cha kuamini sio swala la kufanya mambo kuwa magumu, ni kitendo cha kuamini tu. Kama ule akida ambao tumezungumza habari zake. Alisema sema neno tu,
Hivyo tu. Ukiwa na uwezo wa kuamini neno la Mungu kama lilivyoandikwa, hilo jambo litatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo nataka tujifunze hiki kitu ili tuweze kusimama nyakati za vipindi ambavyo tunavipitia. Unaweza kama labda pengine una hali fulani katika mwili, shida, changamoto, gonjwa. Imani yako ambayo ilivyoanza, hakikisha inapomalizika inakuwa kubwa zaidi. Hapa katikati usikatishwe tamaa. Hapa katikati usiogope, usio na uoga, usio na wasiwasi. Uko katika unakaribia kufika mwisho wako, utakuja kuona matokeo. Usiangalie misukosuko unayokuja. Ukiangalia misukosuko, imani yako itakufa. Ikishakufa imani yako utaweza kufika kule mbele. Ukiona kuna dalili utokata tamaa, njia za kufanya ni hizi. Soma neno la Mungu. Jikumbushe matendo makuu ya Mungu. Omba. Nenda kanisani. Hudhuria mikesha. Hudhuria maombi. Imani yako itajengeka na italindwa. Hautaingia katika majaribu ya kupoteza kile ambacho unacho. Lakini unapoona kuna misukosuko inakuja, alafu na wewe unaona ile misukosuko uweze kwenda kutafuta namna fulani ya kupata angalau unafuu kwa kwenda kumuomba Mungu, kukusanyika, kwenda kufanya jambo fulani baada ile misukosuko itakupiga, mwisho wa siku imani yako itashuka chini na utapata kile ambacho unakitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauti yote isikwambie ndani yako kwamba utakufa. Sauti yote isikwambie ndani yako kwamba umefeli. Sauti yote isikwambie ndani yako kwamba umeshindwa. Kataa hizo sauti. Wewe simama imara, mwambie Bwana, simama na ile neno kwamba neno la Bwana limesema hivi, litakuwa. Kwa imani ni kuwa na uhakika mambo yatarajiwayo. Unatarajia nini? Liangalie neno la Mungu linasemaje kuhusu hicho unachotarajia. Kwa kupigwa kwake nimepona, kwa nini nisipone ili tatizo nilonalo? Kwa nini nisipone hizi njia zangu? Hizi njia zangu kwa nini nisipone? Kwa nini nisipone mwenendo wangu? Kwa nini nisipone ile tatizo nilonalo? Kwa kupigwa kwake nimepona. Siamini kwa maneno yangu, naamini katika ile neno. Amesema kwa kupigwa kwake nimepona, kwa hiyo litatimia tu. Lisipotimia, basi anaibika yeye, sio mimi. Na lile aliwezi kushindwa kutimia. Neno la Mungu lazima litimie. Neno la Mungu alifeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nimalizie kwa kukuambia au kwa kukuambia jinsi gani neno la Mungu lina nguvu. Nataka nikwambie jinsi gani neno la Mungu lina nguvu ambalo shetani katupiga macho hata tuweze kuona siku nyingine. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Mungu alisema hivi. Alisema nchi na izae kila kiumbe hai, na mimea na miti na kila kitu. Si ndio? Alisema kipindi anachoumba. Si ndio? Angalia ile neno alisema mara moja tu. Mpaka leo linaishi. Lima hapo leo. Kesho rudi kama utakuta nyasi. Lima hapo leo. Kesho urudi kama utakuta nyasi. Lakini neno litamka mwaka gani? Miaka zamani kabla hujazaliwa, babu yako, bibi yetu, paka tangu Adam mpaka leo aliye kufeli. Aliye kufeli na kusema kwamba leo ni expire, aliweza kufanya kazi. Nguvu hiyo hiyo neno la Mungu linalosema kwamba nchi zae mpaka leo inazaa. Jua liende kule mpaka leo linaenda. Nguvu hiyo hiyo ndio hiyo ipo katika neno linalosema kwa kupigwa kwake nimepona. Hilo neno linaishi tangu liliposemwa, lilipotoka kinywa cha Mungu mpaka leo. Kwa kiwango cha kupokea ni wewe cha kuamini hilo neno linafanya kazi kiasi gani. Ukiwa na uwezo wa kuamini hilo neno, sio la kwako wewe, kwa sababu wewe mimi nikisema la kwangu linafeli. Mimi nikikwambia kesho nitalima hapa au nitakuwa nafanya siku safi hapa, unaweza kaja baada ya miaka 5 kwa kuta imeshaahirisha. Lakini Mungu sio hivyo. Maneno yake haina correction. Ama vipindi atasema ngoja neno nimelikosea, ngoja nirekebisha. Ni kuamini tu. Ndio maana Petro alijua hiyo siri. Akasema ile neno aliloniambia kwamba niende mtoke vilindini ndio na nguvu ile ile kama alivyosema nchi imezae. Akaliamini likamletea samaki. Neno ile aliloniambia njoo, ina nguvu ile ile. Sasa na ile neno maneno yalotoka wakati wa umbaji. Maneno hilo pia lina nguvu sawa sawa na ile ambalo unaliamini au ambao Bwana amekwambia. Kwa hiyo usikate tamaa na chochote. Amini yote Bwana alokuambia na ishi katika hayo. Utaona matokeo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Basi naomba tusimame tuweze kumwabudu Bwana. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna
maisha yangu. Baba, imani yangu imeshuka kusonga mbele. Mungu, ninaomba toba kwa amani. Yamkini kupitia dhambi, yamkini kupitia uovu, yamkini kupitia maisha yangu Bwana. Imani yangu inasonga mbele. Nainua mikono yangu juu kwa amani. Ninaomba toba na rehema kwa amani. Ninaomba ukanioshe kabisa. Nitakase kwa amani. Niko mbele zako kwa amani. Ninakuhitaji Yesu Kristo. Katika lango la mchana leo ya kwamba nitazame ndani yako kama vitabu chako cha Baba, siyeshima kwa amani. Ninakuita Yesu, ninakuita kwa amani. Natakusimama Yesu, maisha yangu kwa amani. Imani kapata kusimama, imani kapata kusimama.